Tupitisha katika program nzima ya nini kinakwenda kutokea. Na yeye ana mengine mengi ya kuzungumza na wanayanga, lakini pia wapenzi wa mpira ambao watakuja uwanjani, tunaamini kwa wingi kuja kuisupport timu yao, lakini mamilioni kwa mamilioni ambao wako nje ya jiji la Dar es Salaam na mbali zaidi duniani huko watafuatilia mchezo huo moja kwa moja kupitia Azam TV ama kupitia Azam Max au kupitia televisheni zao watakapokuwa wamekaa. Kwa hiyo kuna mengi tumewaandalia. Wanahaji, karibu wapitishe watu waweze kuelewa na namna tulivyojipanga, lakini unajua kwa mwenzetu kuna waka moto. Sasa sisi tunapeleka maji wapoze ili wasije wakatulaumu na sisi wakatuita wasaliti. Jamani, habari za mchana, rafiki zangu, wadogo zangu, wanahabari wenzangu. Tupo hapa kama alivyosema Hassan kwa ajili ya jambo moja tu kubwa la kuelekea mechi yetu ya tarehe 30 Oktoba, Jumamosi hii ya 2021 pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa dhidi ya Azam FC, mechi itakayoanza saa 1 kamili usiku. Hii ni mechi yetu ya 4 kwenye msimu huu wa ligi kuu ya NBC. Tukiwa tumetoka kucheza mechi 3 za ligi ambazo ni 10% tu ya michezo yote ambayo tunatarajia kucheza kwenye msimu huu. Mechi ziko 30. Kwa hiyo tumecheza mechi 3 ambazo ni 10%. Tunashukuru tuna clean sheet safi kabisa na tuna points 9 safi kabisa. Lakini tunakwenda kukutana na wanaume wenzetu. Azam FC ni timu imara, ni timu nzuri, ubora wao huwezi kuuhoji. Hii ni mechi ya kiume hasa. Always Young Africans na Azam wakikutana inakuwa mechi ya kiume kweli kweli. Bila shaka yote tunakwenda kucheza nao na heshima kubwa tukiwapa kama wapinzani wetu wazuri kwa miaka mingi mfululizo. Ni washindani kweli kweli kwenye ligi kuu na wamesajili wachezaji hasa. Ukiangalia aina wachezaji wao, juzi nilikuwa naangalia wanacheza na Al Masry kule, wameimarika. Ingawa wamepoteza ule mchezo, lakini wameimarika. Unaona the way wanavyocheza, aina wachezaji walionao, investment walioifanya. Kwa hiyo twende kucheza mechi ya kitoto, tunakwenda kucheza mechi na wanaume wenzetu, lakini sisi tunayo dhamira yetu msimu huu ya kushinda taji la ubingwa wa ligi kuu. Tunataka kushinda ubingwa wetu. Tunataka kuchukua taji la 28. Na ili ushinde ubingwa lazima ushinde mechi ngumu kama tunakwenda kucheza Jumamosi. Benchi la ufundi na wachezaji wetu wanalijua hilo. Ukitaka kushinda kombe hiki lazima upate upinzani na ushindane na ushinde kwenye mechi ngumu kama tunakwenda kucheza Jumamosi jioni pale kwa Mkapa. Kwa dhamira yetu ya msimu huu, tunaamini pamoja na ubora wa kikosi cha Azam ambao nimeusema hapa na ambao hatuna shaka nao, tunaamini mchezo huo utakuwa upande wetu, na kwa kuwa sisi ni wenyeji na kwa ubora wa kikosi chetu,
insha Allah tutapata points 3 kwa mipango, maandalizi na kwa haja ya Mwenyezi Mungu mwenyewe vile atakavyopanga. Mpira hauwezi kwenda uwanjani ukiwa unasema mimi nakwenda kushinda mechi 100%. Anayesema hivyo ni mtu ambaye hajui chote kwenye mpira, yaani ni mbumbumbu wa football. Tunajua tuna kikosi kizuri kweli kweli, ukiangalia mchezaji mmoja mmoja sisi tumekamilika hasa, lakini bado hakuna garantia kwamba lazima upate points 3. Mpira huo haupo. Tunayo dhamira ya kushinda, tumejipanga, na wachezaji wetu uzuri wake Mungu amejalia majeruhi yalebaki ni mmoja tu so far. Ambundo, Mustafa kisharejea, Mapinduzi Balama kisharejea, wameungana, kikosi chote kipo hapa, na tumetoka kucheza mechi ya mwisho Songea pale, naendelea kucheza mechi mazoezi kule kambini Avic. Lazima upate mechi fitness. Wakati mwingine kujipa hii muda, unasema umetoka kucheza mechi, ukae muda mrefu, unapoteza focus, unakosa mechi fitness, unakuja unachukua 2, 3, 4, 5 na kwa humo mambo ya kurusha. Kwa sisi tumejipanga na tunaamini kama nilivyosema points 3 insha Allah zitakwenda Jangwani. Hii mechi ni mechi maalum, na ndio maana tumewaita hapa leo. Tunao mpango, nadhani nilisema kwenye kabla, nadhani wakati press gani pale Kaunda, kwamba mechi za Yanga ziwe ni mtoko, iwe outing. Yaani mtu akenda uwanjani kwenye mechi ya Africans anakwenda outing, kama vile mnavyokwenda Coco Beach kula miogo, au mnavyokwenda Elements kucheza disco, au mnapokwenda Twanga Pipeta au sijui wapi kucheza. Basi ni mtoko kamili, ni outing. Kwa tunao mpango, na tunaanza na mechi na Azam, zile mechi ambazo sisi ni wenyeji. Tutaweka pale burudani za aina tofauti tofauti nyingi, zikiwemo mziki wetu ambao sasa hivi uko juu wa Bongo Flava. Kesho na kesho kutwa tutakuwa tuna update wasanii ambao watatumbuiza. Ni kama vile unavyoona wiki ya Mwananchi. Yaani mechi, unajua mpirani kule wenzetu Europe au nchi zilizoendelea haishii kwenye mpira tu dakika 90. Kunakuwa na entertainments nyingi zinazokufanya mtu uone raha kwenda uwanjani. Hivi ndivyo Yanga ambavyo nataka kutambulisha mambo yake msimu huu. Huwezi kwenda uwanjani pale watu wamenuna, wanasubiri dakika 90, na bahati mbaya mshanuna, mnaingia mnapigwa 3 labda mfano. Unaumia zaidi, lakini angalau kwa burudani basi utaumia hili, lakini hili litakufariji. Ndivyo wenzetu wanavyofanya, na sisi tutaanza Jumamosi, na kama nilivyowaambia tuta update wasanii ambao watatupa burudani. Viingilio vya mechi hiyo 5,000 mzunguko, VIP B 10,000, 15,000 VIP A. Na tiketi zitaanza kuuzwa mapema. Safari hii tutaweka road show, tutakwenda kufanya promotion kwenye ni mechi kubwa hii. Hii ndio dabi ya Dar es Salaam. Hii ndiyo dabi rasmi ya Dar es Salaam. Sio mechi ya mchezo. Na ukinambia mimi mshindani mkuu wa Yanga kwenye ligi kuu ya safarini Azam FC, kwa ubora wa kikosi chao, na naangalia ni sio kocha kina mimi mpira najua, nimeufanyia kazi miaka mingi. Baya na zuri naliona, ile pale zuri, ile pale baya najua, nimeuishi mpira.
Kwa hiyo mimi ukiniambia competent halisi wa Dar es Salaam Africans kwenye ligi ya safari ni Azam. Kwa hiyo ni mechi ya kiume hasa. Tusichukulie poa Azam, lakini na wao wasituchukulie poa. Heshima tunaowapa sio ya kuigiza, lakini tunamaanisha tunawaheshimu kama club nzuri ilo invest. Lakini Yanga usichukulie poa. Yanga safari ni kitu kingine. Una Bangala shekhe. Yannick. Guys, una Alhaji Mwamba pale Khalid. Unahitaji nini wewe? Unapata wapi combination ya mido kama hizo? Hapo sijamzungumzia. Si mnamjua? Ndugu zangu, mnamjua? Kwa tuko serious na ubingwa, na ile returns of the champions ndio slogan kuu kwenye ligi ya safari hii. Tunaendelea nayo. Kokote pale unapozungumzia Yanga kwenye msimu huu, tunataka kikombe chetu. Sisi ndio mabingwa wa kihistoria wa taifa hili. Mara 27. Mara 27 guys. Sizungumze vitu tu kama umeelewa. Mtu asemi mkubwa, timu yangu kubwa. Wapi ukubwa unapimwa kwa nini? Ukubwa unapimwa kwa nini? Ukubwa wa club unapimwa kwa mataji kwanza. Tunaposema Real Madrid ndio club kubwa duniani kupita club yoyote, ndio club kubwa kwa sababu wanaangalia trophies walizokuwa nazo. Nadil Ahli wanaposema ndio club kubwa Afrika kupita club yote, wanaangalia kabatini brother. Hawaangalii porojo za kusema tu mimi mkubwa wakati mataji una viduchu. Ahli, Nadil Ahli wanaitwa wale. Yanga ina mataji ya ligi kuu 27. Sijazungumzia yale ya Tanzania nzima yale yalikuwa ni ligi ya Muungano. Sijazungumzia na mataji mengine, yani jumla mataji yote ya Yanga yanafika 200 hivi. Hii tena nazungumzia baada ya uhuru. Huko wakati wanacheza kina mzee Kondo Kipwata nyuma huko kina Captain Malik huko, tulikuwa na mataji mengine ya hatari mengi mno. Yanga ni mtu anakaa anazungumza kuna club kubwa nchi kama Yanga. Juzi tumeenda Songea, nchi ile mji umesimama. Mji mzima kwa ile. Mimi nimesafiri kwenda Songea na club nyingine, nimeona, nimesafiri, nimekwenda Bukoba na club nyingine. Nakwambieni through my experience, Yanga ni kitu kingine ndugu zangu. Muisikie hivyo hivyo. Mimi nilikuwa maarufu, lakini umaarufu wangu umeongezeka mara milioni toka nimeingia Yanga. Haya mtu akona. Juzi nimeona trafiki mmoja maskini ya Mungu, mahaba yake kwa Afrika kapiga sauti kama hii, usinitete matatizo na IGP Silo. Mahaba. Yanga sio kitu cha mchezo jamani. Tunaimba tu Yanga tunaichukulia poa. Hii inatokea, kuna wakati mnatokea kama vile ulivyoona Ahli wana mataji nadhani 9 kama sikosei ya Afrika peke yake. Lakini walikaa miaka fulani hawakushinda hicho kikombe. Even Real Madrid wana mataji mangapi ya ubingwa wa Ulaya? Lakini hata sasa sio wao bingwa mtetezi. Na kuna miaka hajashinda ubingwa. Inatokea, ndo mpira ulivyo. Liverpool walikaa miaka zaidi ya 20 na 30 sijui kama 20 na ngapi. Mara mwisho walichukua 1990 hapo, watu wengi hamjaja duniani hapo. Wakaja wakashinda na wamerudisha hadhi yao. Juzi sinaona mtu kala 5. Hapo wenzetu kule unafungwa 5 wala hamna kusalitiana hapo. Kule mnamaliza mechi wa hadha assalamu alaikum, kila mtu asema bwana tumefungwa. Yani mpira huu unajua ngoja niwaambie kitu. Na hii hata tena hii nasema na wanayanga wenzangu. Pamoja na ubora tunaotamba nao wa kikosi chetu, lazima kuna siku tutafungwa. Purely that's the football. Hata uwe vipi. Yani sisi hapa tuna Bangala, sisi tuna Mwamnyeto, sisi wote wale. Lakini ipo siku
aidha kwa ubora wa wapinzani wetu siku hiyo au kwa sababu nyingine yoyote ile. Wachezaji wetu hawajaamka vizuri, mechi imekataa, mmeenda kucheza kwenye uwanja labda plani ya mwalimu haikuwa, inafungwa. Huo ndo mpira. Na tuanze kujiandaa. Yaani ukiwa mwana Yanga halisi na unashabikia mpira, unashabikia klabu hii, lazima ujue kuna siku timu yako itapoteza. Tusiwe kama wenzetu ambao wakifungwa tu wamesalitiana. Hakuna mpira wa hivyo. Haupo mpira wa hivyo. Ni wendazimu huo. Unakuwa kiongozi wa mpira au mshabiki wa mpira, yani unapata wapi legitimacy ya kuongea mambo kama vile timu yako wewe ni bora kuliko wale the Giants of Brazil 1970, Pele, Jairzinho, Carlos Alberto Pereira. Wewe unawafikia wale na walifungwa. Wewe unafikia the dream team kama Barcelona ya 1992, Risto Stoichkov, George Hagi, Romario de Souza, wote ni left footer. Bakero, Pep Guardiola, wamefungwa. Wewe timu yako ina nani wewe? Ni watu vipi nyinyi mnazungumza maneno ya hayawani? Sisi tunapata uongozi, tunapewa dhamana ya kuongoza mpira, ya kuongoza clubs hizi kubwa, halafu tunaaminishana kwamba timu zetu zistahili kufungwa. Wana Yanga, chonde akili hiyo ondoeni. Hiyo ni akili ya kimatope. Nasema hata tumlete Messi acheze kule mbele na kina Mayele, nyuma yao au mbele yao Ronaldo, ipo siku pale tutafungwa. That's the football. Hii lazima tuanze kujijenga kisaikolojia hii. Yaani iwepo. Hakuna timu yote kufungwa, lakini ndo mpira. Ndo mpira. Mwaka 1999 mimi nafanya marejeo makubwa ya kimpira. Manchester United ilishinda makombe 3, ngumu sana kwa Uingereza kutokea. Walishinda FA, wakashinda ndani kwa Barclays Premier League kama sikusei, wakashinda na Champions League. Subhanallah, wakaingia ngao jamii. Kilichowakuta kwenye zile Super Cup ngao jamii, wakaenda iko balaa tupu. Ligi iliyofuata pachuru. Mungu nisaidie. Young Africans, hii Yanga. Hakuna mimi katika kukua kwangu. Achana hizo walizocheza wazee wangu ambazo hizo sikuziona. Mimi katika kizazi kukua kwangu niliwahi kuiona Yanga bora sana 1983 nikiwa mdogo, kwenda pale Taifa. Pale katikati alikuwa anacheza Asman Juma Chama na Isia Kasa double center. Huku Yusuf Ismail Bana, huku Ahmed Amasha, goalkeeper Miskini. Midfield Charles Boniface Mkwasa na Juma General Mkambi. Omari Huseni anaenda na Husenidi. Pale anacheza Bedi Mziba na Juma Makumbi Juma. Utoki. Simba hiyo alitoka zake Brazili kwenda kujiandaa kuja kucheza na Yanga, kaja pale kwa Mkapa wakati wanaita Taifa kama alichofanywa juzi, ndio kimtokea hivyo. Hizo Yanga ile ilikuwa atoki mtu. Mechi ya mwisho tumechukua ubingwa wa Muungano, tumefunga Small Simba goli 4-1. Mkwasa mwaka ule ndio alikuwa mchezaji bora wa msimu. Mechi ile alifunga hat-trick 4-1. Hat-trick master kafunga Charles Boniface Mkwasa pale. Tukaingia na ubora wa kikosi ule. Wakaongezeka tu wachezaji wachache. Kwenye Eastern Central hatukufanya vizuri. Kwenye ligi ya klabu bingwa Afrika tukatolewa. Ligi na ubora ule. Mkwasa yule, Makumbi Juma yule, Amasha yule. Tulionyeshwa mpaka na CBA hapa. Ndio kwanza alikuwa mpanda ligi kuu. That's the football. Naka unaamini wewe huna Messi, huna Ronaldo, timu yako isifungwe kwa nini? Una nani wewe? Nani? Ndaba. Hebu tuwe ni serious jamani. Tuwe ni serious. Tunaupeleka, unajua mimi naogopa kizazi hiki kitaaminishwa ujinga hiki.
chao watoto wanaokuwa wataamini kumbe ukiwa timu fulani, ukiwa Yanga utakiwa ufungwe. Hapana. Mimi kusema kweli naheshimu sana kitu kimoja nilichokipata kutoka kwa Yanga. Washabiki wa Yanga hawajioni miungu watu. Sio washabiki. Washabiki hata wa Simba hawana shida huko, au Azam au Coast. Yaani viongozi nazungumzia. Hawajioni miungu watu. Wanakubali nadhari za kimpira. Wanazikubali. Yaani huku nimejifunza kitu kipya kwamba huku mpira unazungumzwa tu kwamba tutafungwa, unaweza tukashinda. Hakuna huku nadhari za kusalitiana. Wewe ukiona kila timu inapofungwa wamesalitiana, kuna kitu wanakificha nyuma pazia. Hatujashinda, sisi tumefungwa hapa finali FA. Nimesikia kuna usaliti. Hebu pateni picha na kuombeni swali moja tu. Nendeni mkajiulize. Kuna mchezaji wetu alipo red card, si mnamjua? Ile mechi ya finali FA. Hamjui? Mugoko, si ndio? Rafu ile katika hali ya kawaida ingetokea angefanya mchezaji wa upande wa pili kwa mchezaji wetu kwa staili ile ya rafu, wallahi yule mchezaji angetolewa kafara mchana. Angetolewa kafara, angeonekana yule kasaliti. Shehe, Yanga ni msikia Mkoko kalaumiwa. Watu wamerudi wamekumtamataka, wametufunga basi twendeni. Wamekuja juzi kwenye ligi tumafanye tu kule chali. Ndio mpira, timing tu. Unakaa unasema tumesalitiana. Hii leo nalikemea kwa sababu naona linaachwa. Halizungumzwi katika ubora wake. Linaachwa na linazoeleka, sasa linamea katika mpira wa Tanzania kwamba timu hazifungwi isipokuwa zimesalitiana. Hii wapi unapata mambo haya? Na nimsikie mtu siku hahitaji mtu wa Yanga kahusika na jambo lolote usaliti. Nimsikie mtu wa atanijua mimi nani. Anambia atanijua mimi nani. Tuwezi kuendesha mpira kusalitiana. Sisi tunasajili wachezaji, mnatamba wenyewe, sisi tuna kikosi kikubwa. Jamani, nyinyi mlisikia hapa pre-season yetu ikawa nalaumiwa. Tukawa tunaambiwa si pre-season tumeenda kucheza tu Morocco. Na kweli sisi tukapata pre-season nzuri. Corona iliathiri wachezaji wetu. It's true. Hatuna shida haya. Tumetolewa. Sasa timu imeimarika. Wote nyinyi mmeimarika, sisi tumeimarika. Tulipokutana ikawaje? Niwaambie ndugu zangu, nisiwachoshe sana, nimetaka nilisema hivi maksudi bila kuingilia maisha binafsi ya watu, na nimekemea jambo la kimpira ambalo mimi linanikera kwa sababu na mimi mwenyewe ilishanitokea mara kadhaa. Mambo ya hovyo nazungumzwa, mambo ya hovyo tu. Wachezaji kadhaa wameathirika na hili jambo kiakili. Wengine walitamkwa kwenye maredio, kwenye ma-TV. Huyu mchezaji ndani akiondoka anaondoka na kitu gani kifuani? Yanga uzuri wake, wakisema no. Yanga wana mambo ya hii chupli si mchezaji kasali. Hawa kwambia wewe utoke hapa, unaotoka. Yanga waliwe kufukuza timu nzima. Na babangu akiwemo. Timu nzima. Tena sio timu. Jamani. Nyie sisemi kwa sababu yule babangu, ulizeni kuhusu Sande Manara. Yule mtu kwa kujua mpira. Hawa labda mara 100 yake. Au mara 1000. Walifukuza hawakujali Sembuli, Dilunga, Sande, Kapera, Tenga huyu alikuwa mwenyekiti wa TFF. Wote na viongozi, marehemu mzee Mangala Tabu alikuwa na heshima kubwa mjini. Mwenyekiti wa Yanga alafu anaongoza ile zamani naita sini Tanzania Press kwa kitu gani ile mambo ya uchapaji. Director General, yani sio mtu mdogo. Yeye na timu yake wakaenda wakafungua pani. Hawakucheza. Lakini nyinyi mnaitana wasaliti bado mmo. Nyinyi shughuli wasaliti bado wamo. Leo nasikia masikio Jamani, nawashukuru sana, tukutane. Tuna kitu tunataka kufanya. Kuna issue ya promotion ya mechi hii.
kupitia social media zetu kuanzia leo tutakuwa tunatoa zawadi kila siku mpaka siku ya Ijumaa za tickets na jezi. Na nimwambia wenzangu kwenye idara, lazima tuinspire sasa washabiki wapya. Mimi sina shida, watu wa Yanga wapo. Yanga ukiacha zile takwimu za zotolewa kule Voice of la lini za milioni 40, Yanga ina washabiki kweli wanaojulikana kwa data wasiopungua. Maana sisi tuwezi kufanya chupli milioni 40 na masi ndo nchi nzima. Lakini kwa Tanzania sisi tupungui milioni 20 mpaka 25. Hao wapo. Kwa hiyo tunahangaika na kuna kundi la watu ambalo lenyewe halijafanya maamuzi ya kwenda kwa mshabiki wa either Azam au Coast au Young Africans. Wapo watu bado mpaka leo. Hawa lazima tutengeneze strategic plan, tena rolling. Unajua maana yake? Endelevu. Yaani rolling strategic plan ya kuwin masa ambayo yenyewe iko. Kwa hiyo moja zawadi tutakazotoa, tunajielekeza kwa inspire, kuvutia washabiki wapya ambao watakuja kuisupport club hii. Hii ndio klabu ya watu, People's Club. Hii ndio klabu ya wananchi wa nchi hii. Hii klabu ndio iliyoshiriki harakati za kumuondoa Richard Tambol na Edward Twining kwenye ikulu ya Magogoni na wenziwe. Hii ndio klabu ambayo ofisi yake ilitumika kama sehemu ya harakati za kulikomboa taifa hili adhimu kabisa. Hii ni klabu ya watu, People's Club. Sio klabu tu imetoka imeanzishwa so baadaye mnakaa sokoni mnacheza bao hii nayo history ya nchi hii. Big history. Nyie vijana muelewe, hii klabu ina historia. Mkikaa mnapoandika vibaya Yanga, muweke heshima vizuri. Hii klabu ina historia kubwa. Na sio uhuru tu wa Tanganyika, lakini hata uhuru wa Zambia. Wazee wetu viongozi wa zamani wa Zambia wa Young African walikwenda Zambia kuungana na chama cha UNIP. Wakapeleka makomando kule, vijana wanaharakati kutoka Young Africans kwenda kuikomboa taifa la Zambia. Na ndio maana heshima ya uwanja wetu tumempa marehemu pale rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda. Unakaa unataja tu Yanga, mimi timu yangu kubwa, timu yangu wapi ukubwa unao wewe? Kubwa kuliko Young Africans. Asanteni, kama kuna maswali. Karibuni kwa maswali, tuweze kumaliza. Kuna tiketi zitatoka kama ambavyo amesema Haji kwa mashabiki wa mpira. Tuna tiketi za kutosha, lakini tuna jezi pia za kutosha kwa mashabiki. Na tiketi tayari zile ziko mtandaoni. Kwa hiyo wale wanaotumia simu wanaweza wakaanza kununua tiketi mapema kabisa. Tumeziweka mtandaoni tangu jana. Na karibuni kwa maswali. Mengine tutayazungumza siku zinazokuja. Maswali yanayohusiana na press, please. Karibu. Salamu na kwa zangu Haji Manara. Ameongea vitu vingi sana na amekemea vitu vingi sana kuhusiana na mpira wetu Tanzania. Lakini nitaka tena ukemee hili kuhusiana na vilabu ambavyo vinachukua watu ambao si wa mpira kuwapa nafasi ambao kuja kuharibu vizazi vyetu. Sasa swali lingine atalijibu. Swali lingine? Karibu kaka. Kama ushauri. Karibu, tunakaribisha ushauri. Tunapokea ushauri. Nasema kwamba mechi za ligi kuu ambazo zitakuwa zinachezwa hapa itakuwa kama mkoko. Na mnaanza na mechi ya Azam. Sasa mimi kwa na amesema mtindo mtakaofanya kwenye mechi ya Azam ni kama mlivyofanya kwenye wiki ya Mwananchi. Ukitazama wiki ya Mwananchi na matamasha mbalimbali ambayo yamekuwa yakifanyika, kuna activities ambazo zinafanana sana, activities ambazo zinaondoa ile hamu ya kuita kwamba hii mechi itakuwa ya mtoko.
Sasa mimi kwa nashauri kitu kimoja, mngeongeza baadhi ya activities ambazo zingeonyesha kwamba hii mechi ya mtoko. Mfano, hii wiki mngeitem kama wiki ya mtoko kwa wananchi. Mpo katika kambi nzuri sana ya kule Abi. Kwa nini msiwe mnatumia angalau wachezaji ambao mko nao sasa hivi ambao ni wazuri? Jamani, please. Ambao wana majina na wanafanya vizuri sasa hivi na timu yenu inafanya vizuri sasa hivi na wana ushawishi. Mkao mnabeba mfano kupitia social media zenu, mkatafuta baadhi ya mashabiki au ambao watakuwa wana uwezo wa kwenda katika viwanja vya mazoezi mnavyovifanya, wanauziwa jezi na baadhi ya wachezaji ambao wanafanya vizuri. Mfano kule baada ya mazoezi Petoto anaweza akawa tumekupata msingi wa swali lako. Sawa, ushauri wako mzuri, tutaufanyia kazi kadri inavyowezekana, lakini tu labda tunaenda kucheza mechi ya ligi kuu. Camp ya timu ni eneo very sensitive, huwezi kuliachia tu, lakini kuna maeneo umetushauri vizuri tubadilishe hizo activities za zisizo zinafanana, na tunapenda tuendelee kutushauri kwa sababu sisi sio malaika. Na sisi hatujui kila kitu. Wanaijua kila kitu na wajua wewe. Sisi hatujui kila kitu. Sisi mazuzu kwanza. Tunapenda kuonekana mazuzu. Na ndio maana tunafanikiwa katika maisha. Wanaojua kila kitu siku zote habari zao kwisha. Kuna swali lilosema jamaa utoe hii habari ya nani, mimi kuzungumzia watu wasiohusika na mpira kuja kwa wasemaji wa mpira. Mimi sidhani kama mimi mkubwa sana Sheikh Haji Manara kuanza kuzungumzia watu wengine, nitajishusha sana. Nimeitengeneza hii brand for long time, alafu mimi nasemea brand kubwa ya Yanga iliyoundwa zaidi ya miaka 80 na nikae kwenye kiti hiki cha kifalme walichoniwekea Young Africans nijibizane na watu wa mtaani. Haji yuko beyond na mambo hayo. I'm sorry brother. Kuna swali la mwisho. Tumalize, muda kidogo umetukimbia. Umenyoosha mkono au umeshika simu? Okay. Swali la mwisho. Nadhani maswali yamemalizika. Tunawashukuru sana jamani. Tunawakaribisha nani? Basi ulikuwa wapi? Haya, karibu tumalize. Naomba maoni yake Haji yangu kwamba yeye yuko kwenye mpira muda mrefu na Tanzania tulipata bahati ya kupata nafasi 4 kuwakilisha nchi kimataifa. Jamani, press haijaisha. Kwa ushauri wako ama kwa mtazamo wako, nadhani tulikuwa mawapi na wakati mwingine tulipata fursa hii tuitumieje hasa kama ushauri kwa faida ya mpira? Mimi nadhani maswali mengine najua mimi naogopa kuna maswali kuyajibu inawezekana ikatafsirika tofauti. Lakini lazima tukiri tunahitaji kuinvest kwenye football very serious, sio investment za kichupri. Na mimi nataka kuambia kitu kimoja guys, wana Yanga nisikilizeni, wana Yanga, mafanikio ya klabu za kisasa zote ni zile zilizokubali uwekezaji very serious. Hakuna njia nyingine ya mkato. Football ya kisasa hakuna njia ya mkato. Haipo. Kwa hiyo ili tuje kushinda hayo mataji lazima tuwekeze very serious. Sio kuwekeza kiujanja unakuja tu umechukua kabati umeliweka. Weka mzigo kweli. Lete wachezaji kweli. Tengeneza mazingira mazuri, tutashinda bana. Jamani, Ahli wenyewe wanasema ile ni nchi ndani ya nchi. Al Ahli. Mimi napenda kuizungumzia kama ndo club bora Afrika na club kubwa. Na ndo bingwa current, ndio? Ahli wenyewe wanaita hii ni serikali ndani ya serikali ya Egypt. Yaani ukishuka kwenye taxi, dereva taxi atakuuliza kitu cha kwanza, wewe unapenda Al Ahli au? Kwa wewe lazima umjibu yes. Ukifahamu mchezo anataka kuacha njiani. Yaani washafikia mahali ile klabu watu wamewekeza. Mamelodi kuna pesa imewekwa pale.
mnavyosikia haya maklabu makubwa yaliyoshinda na yamewekwa pesa kweli, sio unasema tu pesa unakaa nazo mwenyewe mfukoni, hapa dakika 2 unakutana Facebook. Weka pesa kweli, tutakuja kushinda ubingwa wa Afrika, na nakuhakikishia jina la Yanga linaakisi na ubingwa wa Afrika. Sisi ni Young Africans, na ubingwa wa kwanza wa Afrika nchi hii insha Allah utaitwa na Young Africans. Asanteni, tukutane kesho. Kesho nitafanya media tour, lakini nitawaambia jioni watu wangu watanambia wapi, lakini nadhani kuna mahali nitaanzia, lakini nitakuja siku 2 hizi. Tunataka kupush kidogo hii mechi. Hii sio mechi ya mchezo, nataka tusaidie vyombo vya habari tupush waje kuona ladha pale. Tuwezi kuona mechi kubwa kama hii ya Yanga na Azam alafu pale kuna watu 5,000 10,000. Mimi naamini wana Yanga wao hodari kuna mpirani, hawahitaji hodari, yaani ni kuwakumbusha tu kidogo, hodari sana. Kwa hiyo mimi kazi iliyokuwa na hapa ni nyepesi, yaani situmii nguvu nyingi, ndio maana unaona na nawiri na nenepa napendeza, situmii nguvu. Ni mimi natumia msuli siku hizi, mnanisikia kwenye maredio kila wakati. Yanga pasha pesi, Allah raha, Allah ya. Asante jamani, shukrani sana. Tutaendelea kupeana updates. Naam, mtazamaji wa Azam Sports 1 HD, hayo ilikuwa ni mazungumzo katika idara ya habari ya Young Africans, kwa maana msemaji ambaye amemaliza Haji Manara, lakini pia Hassan Bumbuli yeye ndio mkuu wa idara, wamezungumza. Na hii yote ni kuelekea mchezo dhidi ya Azam FC utakaopigwa Oktoba 30 katika dimba la Benjamin Mkapa, na wamehamasisha mashabiki kujitokeza kwa wingi kuhakikisha wanafika katika uwanja ule kuanikiza. Lakini mimi kama kawaida naendelea kukukumbusha wewe ambaye uko popote duniani kulipia kisimbuzi chako cha Azam, kujionea ama kudownload ile app ya Azam Max, kujionea mtanange huu moja kwa moja. Lakini pia nikukumbushe, kesho ni Simba Sports Club, mabingwa watetezi mara 4 mfululizo, wao watajiuliza mbele ya Polisi Tanzania, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa milango ya saa 1 usiku. Kwa hiyo ni burudani juu ya burudani, ndio maana wanasema Azam burudani kwa wote. Kwa hiyo tutaendelea kupata burudani kupitia Azam TV. Wewe lipia kisimbuzi chako. Mimi langu jina ni Clifford Malangwauli, kwa niaba ya mwenzangu Hussein Idi nasema shukrani sana. Tukutane hapo baadaye kwa ajili ya vipindi vingine ikiwemo mshike hapo saa 3.